anaona kuwa ligi ni bora kweli kweli msimu huu na imeongezeka ubora. Alex Ngereza nakwambia mpaka sasa hata wanaocheza playoff hawajulikani, lakini pia mpaka sasa bingwa bado hajulikani mpaka sasa. Kwa hiyo yeye kipimo chake cha ubora kiko kwenye hilo eneo. Lakini pia umesikia akiwa anataja idadi ya wachezaji wa kigeni. Sasa hivi unajua timu nyingi kidogo zimeongezeka kwa msimu huu, timu nyingi zimeongezeka ambazo zinatumia wachezaji wa kigeni. Nimeona Tabora wamemaliza, Pamba wamemaliza, Singida ndio mpaka wengine wamewatoa kwa mkopo wa kigeni. Yani hizo tu. Shida sana ni kwamba wachezaji wa kigeni ambao wanakuja ni wachezaji wa daraja la kati tu. Yaani tofauti yao ni ndogo sana wachezaji wa kwetu sisi. Ndio maana kuna wachezaji wa kigeni ambao pia wanawekwa bench na wachezaji wa ndani. Ni makosa kubwa ni makosa. Yaani huwezi kwenda kuleta mchezaji wa kigeni unamlipia vibali, unamlipa mshahara mkubwa, una nini, alafu bado yeye aje awekwe bench na mchezaji wa ndani. Ni matumizi mabaya ya pesa. Chukua mchezaji hasa ambaye akija anacheza kweli. Ndio maana kwa wenzetu nakuta idadi ya wachezaji hapa ni wachezaji 10 sio wa kigeni. Anaweza kuleta wachezaji 5 tu wa kigeni. Lakini kila siku unaona kwenye kikosi cha kwanza. Kwa sababu anafanya research nzuri. Yaani anajua kutofautisha quality alionao ndani na quality ambayo anahitaji kimataifa. Kwa sababu sisi kwenye nchi yetu sio kwamba maeneo yote tunahitaji wachezaji wa kigeni. Yapo maeneo ambayo tuna wachezaji wazuri tu. Lakini tathmini yako ligi msimu huu ikoje? Tuanze hapa na ndo mjadala wetu ambapo tutakwenda kujikita zaidi. Of course ushindani ulikuwa unaonekana kwenye baadhi ya timu, sio kwa timu zote. Na kuna sehemu ambayo mimi kidogo napishana na watu wengi especially kwenye ubora wa ligi. Nadhani ligi yetu imekuwa shindani zaidi. Lakini kwenye eneo la ubora ni timu chache ambazo zinatupa mechi bora. Ila mechi nyingi zinatupa ule ushindani kwa maana ya hali ya wachezaji kujitoa kwenye mchezo. Kuna baadhi ya game unaona kweli yani wachezaji wanapambana uwanjani. Lakini ukizungumza ubora wa ligi unajua unazungumza vitu vingi sana hapo ndani. Yani kwenye swala ubora mtu asitamke tu neno ubora kuna jambo la dogo tu. Yani ubora una vitu vingi sana. Lakini ushindani tunatazama tu ile intensity level ya mchezo. Kwamba ukitazama Dodoma Jiji inavyocheza na Ken Gold na unavyotazama Tabora ikicheza na Pamba, uangalie hapo kuna uwiano. Hiyo ni level ya ushindani. Kwamba unaona kuna vitu ambavyo hizo mechi zinafanana. Yani kuna vitu vingi wanafanana kimbinu, kiufundi, kuna vitu vingi wanafanana. Lakini sasa ukija kwenye level ya ubora unaona kuna tofauti ya Simba akicheza na Ken Gold. Kuna tofauti ya Simba akicheza na Tabora. Kuna tofauti ya Simba akicheza na labda Coast. The same kwa Yanga akicheza na Azam FC, akicheza na Tabora, akicheza sio na nani. Kuna tofauti unaiona ya ubora. Na unaiona hiyo kwa sababu kwanza ya ubora wa madaraja ya wachezaji. Kuna timu ambazo zina wachezaji bora zaidi kuliko timu zingine. Yaani zimeachwa mbali sana. Yaani Simba na Yanga wameziacha hizo timu zingine mbali kwenye swala ubora wa mchezaji mmoja kwenye timu zao. Ukija kwa Azam FC na Singida kuna kagepo hapa wamesogeleana wenyewe. Lakini kutoka kwa Singida na Azam kuja chini kuna level kubwa sana ya ubora ambao wameachana huko chini. Kubwa sana. Sasa kwa nini kutoka Singida kuja juu kuna kauwiano fulani na kutoka kwa Singida kushuka chini kuna umbali mkubwa? Ni kwa sababu hizi timu 4 za juu ni timu ambazo kwanza kiuchumi zimeimarika vizuri. Ziko vizuri. Lakini level ya wachezaji wao wa kigeni ni wachezaji wa daraja la juu tofauti na hizi timu zingine zote za chini. Unajua hata msimu huu ni Singida wenyewe tu walifanya uzembe. Ila Azam hakustahili kumaliza nafasi ya 3 msimu. Yani Azam walipaswa kumaliza nafasi ya 4 msimu huu kwa aina ya wachezaji walionao, kwa sababu Singida na wachezaji bora kuliko Azam FC. Lakini Singida nao walijiingiza kwenye mtego wa kumfukuza Patrick Yosems wakiamini kwamba wana timu ya kuwapa ubingwa. Kitu ambacho kiliwafanya wakaenda mechi karibia 5 bila kupata matokeo mazuri. Na ile ndio iliwapa advantage ya Azam FC. Maana hata Azam alivyokuja kupoteza zile kupata sare michezo 3 wakaja kupoteza mechi dhidi ya Pamba haikuweza kuwatoa kwenye nafasi ya pili. Bado ikawafanya kwenye nafasi ya 3. Iliendelea kuwafanya akabakia pale pale. Umeelewa? Kwa hiyo makosa ambayo alifanya Singida
ndio ambao amehapa authority Azam kumaliza nafasi ya tatu. Of course nimekuelewa, nafasi ya pili kwa sababu Simba alikuwa na viporo vingi. Umeona yeah. Kwa hiyo ndo imewapa advantage Azam FC. Lakini ukiangalia kwenye kwa mchezaji mmoja kwa ubora, Singida na wachezaji wengi wazuri kuliko Azam FC. Lakini sasa kwa sababu walifanya makosa, kwa hiyo yale makosa ndio ambayo wameyafanya, wameenda kuishia nafasi ya 4. Sasa njoo kwa Tabora. Tabora na mechi 5 za ligi hajapata matokeo mazuri ya ushindi. Zote amepoteza. Yaani sikupoteza totally, sio hata kupata sare. Yaani kafungwa mechi 5 mfululizo. Maana yake ukifungwa mechi 5 maana yake umedondosha alama 15. Sio? Sasa angalia maajabu. Singida Tabora kadondosha alama 15 mfululizo. Halafu bado yuko nafasi ya 5. Hizi JKT taswi nani Namungo Coast hakuna hata leo mkuta, na hata kama atapoza mechi zote zilizobakia bado haendi kucheza playoff. Maana yake bado kwenye swala la ubora ni timu chache ambazo zina huo ubora ambao tunauzungumza, lakini ligi collectively kuna level tu ya ushindani ambayo tayari imeshakuwa imetengenezwa kwenye ligi yetu. Kwamba ukitazama mechi ya Namungo na Coast, ile level ya ushindani iliyoko pale unaweza kuipata kwenye mchezo kati ya Pamba na Ken Gold.